Katika kanisa la Mungu tuseme imani. Imani inawapatia nini? Tuseme uzima wa milele. Je, kila mmoja wenu anakubaliana na hayo yote? Ndio, tunakubaliana. Ninyi wadhamini mleta sasa mtakaji huyu mbele yetu, nanyi ndugu zangu mliohudhuria hapa na kuwasikia, je, mnashuhudia kwamba mtakaji huyu amechagua Kristo Bwana wetu na kumtaka kumtumikia yeye peke yake? Tumeshuhudia. Mko tayari kusaidia kumjua Kristo na kumfuasa? Tuko tayari. Nakushukuru wewe Baba mwema kwa ajili ya huyo mtumishi wako, kwa kuwa amekutafuta na kukupata wewe, uliomuongoza na kumuhimiza kwa namna nyingi. Leo ameitwa naye ameitikia. Kwa hiyo sisi sote tunakusifu na kukutukuza e Bwana. Tuseme tunakusifu na kukutukuza e Bwana. Tunakusifu na kukutukuza e Bwana. Pokea msalaba katika paji la uso kwa ishara hii ya upendo na ushindi wake. Yesu Kristo mwenyewe anakuwa ngome yako. Sasa ujibidishe kumjua na kumfuasa. Futa kwa kanisa Katoliki ni 3. Hii ya kwanza inaitwa ya Wakatekumeni, inapata kwenye kifua. Katikati ni ile ya Krisma. Alafu hii ya pili ni ile ya wagonjwa. So ni 3. Ile ya 4 ya nguruwe ni yako, sio ya damu. Sindia sasa umekuwa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe kusaidiwa kwa maneno na mfano wa jirani zako, ukaifikisha safi katika uzima wa milele mbinguni. Tuseme amina. Amina. Pokea mwanga wa Kristo ninyi wazazi na msimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kulinda. Mumsaidie Cynthia atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani na hivyo mwisho huko mbinguni. Cynthia pamoja na watakatifu wote ambao tumesherehekea siku ya leo aweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliyowafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa mdomo imani ya Kikristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Tunamwekea ishara msalaba kwenye sikio ili aweze kusikiliza neno la Mungu
na pia kwenye mdomo ili aweze kulitangaza. Neno la Mungu lazima ulitangaze, kupea watu wengine namna hiyo, kama vile tulipokea kutoka kwa wazee wetu, wazazi wetu wa zamani. Najua imani ni kama uchawi. Kama huyo mzee ni mchawi, kabla hajakufa anapea mtungi kijana yake. Anasema mimi nimeenda endelea na uchawi, lakini sisi sio wachawi, tunapeana imani kwa watoto wetu. Watoto wetu wanapea watoto wao namna hiyo mpaka wakati Yesu atakapokuja mara ya pili. Ndugu zangu, Cynthia aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utumilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atapokea Bwana aliyejitolea sadaka. Sasa kwa jina, ndugu zangu, tunaweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, Mwana pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema alinde maisha yenu ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Tuseme amina. Amina. Asante sana, tushangilie huyu. Karibishwa rasmi. Amekaribishwa rasmi sasa katika kanisa Katoliki. Unakumbuka jamaa alipewa rejo na nani? Rongo. Ndugu zangu wapenzi, tumefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele za watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana na waoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Gideon na Cynthia. Tunafika hapa kufunga ndoa pasipo shurti. Kwa hiari yenu na kwa moyo radhi. Ndio. Tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu. Mungu tayari kuendelea kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake. Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, ikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Mimi Gideon Chirchir na kupokea wewe Cynthia Chepkoech mke wangu, na naahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Mimi Cynthia Chepkoech na kupokea wewe Gideon Chirchir uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Gideon, unampokea Cynthia awe mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya,
kumpenda na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Cynthia, Gideon awe mume wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, kumpenda na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Makubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na udhibitishe kwa wema wake, apende kuwasidishia wingi wa baraka zake, aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Sasa tunaenda kubariki pete. Bwana asibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Tuseme amina. Amina. Sasa uliinua vizuri, kila mtu aweze kuona. Usisema baadaye kwamba ndio tunalazimisha. Mwenzangu, iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu kwako. Kwa jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mabatizo wewe kabisa. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu wako, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa hawa sio boyfriend na girlfriend tena, sasa ni bibi mke na sasa ni mke na mume official. So tushangilie tena, tupigie kelele. Sasa mwenye wivu afanye nini? Alafu wengine baadaye tunaendelea baadaye nataka tupamoe kididi.
Wamiminie kwa wingi baraka ya neema zake watumishi wake hawa Gideon na India waliofunga ndoa katika Kristo, na waliowaunganisha kwa agano takatifu, na kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo awafanye kuwa moyo mmoja katika mapendo. Mungu uliyemuumba vitu vyote kwa enzi yako kuu, bila kutumia kitu na kisha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Umefundisha ya kuwa uliopenda kuyaunganisha si halali kamwe kuyatenganisha. Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Mungu uliagiza kwamba mwanamke ambatane na mume, ukawajalia tangu mwanzo ushirika huo ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu au kufutiliwa mbali. Watazame wa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa ndani yao wadumisha waaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyo Cynthia, daima awafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake Gideon uwe na imani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima. Ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani ya amri zako, wakae unyumba, watambulikane kwa tabia yao njema. Injili watie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote. Waendelee kuwa na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila. Wote wawili wajaliwe kuwa na watoto wa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanao tamani, mwisho wa ufikia uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani.
I give you, you take the shortest time possible. Mwenye nitampea tu time kidogo. Ni katika siwezi control yeye, lakini wengine
Watu wanatoka sehemu ya Mandago, Siaya County. Nitawaeleza hata counties karibu. Basi tusimame tafadhali, basi tutoe kofia, tupe Mungu heshima kwa nafasi ambayo ametujalia. Tuombe. Kwa jina la Baba, na Roho Mtakatifu. Tunashukuru Mungu wetu, tunasema asante. Asante kwa ajili ya chakula cha kiroho ambacho ni neno lako ambayo imetulisha hekaluni mwako. Asante pia kwa ajili ya chakula cha kimwili ambayo Mungu wetu umetulisha. Asante kwa ajili ya ukarimu wa familia hii ambayo umetukaribisha. Tunawaachia baraka Mungu wetu waweze kuwabariki kwa ukarimu wao. Asante pia kwa ajili ya wanandoa hawa wapya ambao Mungu wetu tunawakaribisha katika sisi lako ili waweze kuwa mfano mwema na kukutumikia. Tazama sasa Mungu wetu, tunaenda sehemu ya 3 ambao tunakuhitaji ili Mungu wetu uweze kutuongoza katika kila hatua. Tunakuhitaji kwa imani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaamini kwa jina la Baba. Amina. Tuketi. Asante sana katikista. Mara hii led us to be here today. We shall know them more as we proceed. Thank you so much. Ameja mwa ingore na very simple. Ngotinge ndile. Igure ingi master nenyo tomatwa. Ingi master nenyo nebo Gideon. Agimiu. Na waomba mkuja hapa mbele na mtasimama mkiangalia wale ili wawajue. Ngotinge la iguregi. Kama sinamaliza kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia. Ferufi ziranazopata mia filmia, mjusi ukutawa perasta na uparamia. Kama penzi ni chupa la bia ni pesa DJ naomba tu, it is a very simple story. Ngoitiliata Gideon, kukasa minyo tayo. Ngope minyo sinaiya kutiliat, it's also good, you can stay, no problem. I'm going to go open the forum. Then I will give 2 people to assist me do that part. Alex Chirchir, me picture mengen goletilia. Agaro jita mi jingomen jaga nai. Ngot ko ki mula kwen yo ko itilien yo. Anane. Amu mami partner ngung ne botelia no tane ka. So nitasaidiwa na Gilbert na Alex. Kwa hivyo Alex nani ataanza? Tumsifu tena Yesu Kristo. Basi wacha nianze. Nianze na wazazi. Ama guruma magonyo. Yeye ndiye alituzalia wapi mama? Yeye ndiye mzazi bado yuko. Yeye ndiye alizaa mama ya Gideon. Mama yuko. Sasa ndiye amebaki. Nimesikia uchungu kidogo kwa sababu ingekuwa ni furaha yake akikuwa pamoja nasi. Kuna hata kitu ingekuwa furaha akikuwa. So yeye ndiye alituzaa na yeye ndiye bado anatutunza. Ungwe. Nikikuja kwa ukaribu, unajua nyinyi wote mnanijua tu hapa. Na mjui mimi niko na dada. Ndio dada peke yake picha ubunuli mboni kwa mterwa yeye ni mterwa mimi ni mterwa. Yeye ndio dada. Sasa tulisaliwa wawili. Kuna familia ni kubwa
aje ulikibuna mama nanyo kukap kesicho. So kuma ketun kap kanga. So ingolin mjomba yangu na mama yangu walikuwa wawili. Sasa hii tunajaribu tu, huyu naye amejaribu yake, amejaribu kufikisha 5, mimi naye nimejaribu kufikisha 7. Asante. Sasa yeye ni dada yangu. Sasa kutoka wale amoja kwa in Ingereza baka kanga kapchezi boy. Wale mandugu zangu sasa na dada zangu wale wengine Kilbert na bibi yako na wengine apamurwe kutolo ba. Sasa hii ndio familia yetu ipoka mchezi boy, lakini Boyot Kanga. So Boyot nyo korube Boyot ake asikoru Boyot up pichu timine tugul ni. So werta ni jano ko kuni werta ni mimi ko kwandop werta no ko Rosemary umi werta ni rubewi kelbate ko yeptani ko yeptani nyo e go rube werta na ko ni go Boamuru mama nyo Boyot ko jabase no Boamuru huyu ndio Boamuru wangu sasa, ndugu ya bibi yangu, yeye ndiye amebaki. So karibu. Wacha nikuje kwa watoto wangu sasa. Ujeni ile timu kidogo ile iko. Karibuni. Huyu ndio sijui ako namba ngapi huko. Wacha wapange. Iko hivi Sasa huyu moja ogere sasa huyu ndio mkubwa. Kuna mwingine hapa. Alafu huyu anaitwa Kidio. Kuna mwingine hapa, na yeye ndio mtoto wangu sasa ambaye nimemleta sasa. Karibu Cynthia. Asante. Mami June mdogo ako shuleni na wale wengine wako ngambo, hawako na sisi. Bas ngogur kama mama nge timi nigo la kapsenge timi ni senge na nyo puto apa ata sakaria ini karibu. Sasa ngumo huyu hapa dada yangu alikuja kabano yini timi tasina paka kesijani kama yejeba kesijaka ndo kama umeona na wano bwana kabano. Kuna watoto wa Rael wako hapa kwa timi ni Kiboninas ya mama karibu. So nyoin kaba mwai kwa timi tugul yandi alichukua pamoja na nyugo ngele kap sandana ko sandana ni ko po chiptan go menye barato santini koni kupa Josephine bas kaba mwai ko menye tori. Karibu mtakula mchele ingine. Karibuni. Korusi kumajita kokwet akoteliet kora. Pamwai.
lekiagochin lakwet age nebo kurgat nemi yu. Asante. Kai komii katatiem. Kemiten expectation kongoi. Thank you very much. Bas. Nashukuru kwa hiyo part. Although it was moving, some of us know why. But then that is it. Bas. Ameja some timidly. We'll go be very brief as that. Sige jengwa big jengan loso mongol. And that is all. Ya tugul nyone timini. Who is the leader of introduction or leader of delegation on this side of Ponchoki? The time is yours. And I want to cross this red carpet to come to this side. Angu mau bangan ke? Mau bangan natin? Ada kang gaya ngo olen ngan mai te jaje. Oje ngo big sumuk yang ngalolin nyo. And that is it. You look up in the sky as waja mimi ni mwalimu, waja niwasaidie. Kama utajua ingine ile we nyo maite ya Ayrton. Wageni wetu wa leo, watu wa Kapsabet pamoja na sisi ambao tulikuja kutoka nyumbani, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu huko Bwana sifiwe. Nimeambiwa nionyeshane watu ambao tumekuja na wao. Kwa hivyo ningependa Kapmondi wakuje hapa mbele. Haraka haraka, kama unajua kwamba uko na Cynthia, tafadhali jonge hapa mbele. Sasa nitaanza na ndugu wa Cynthia. Mimi niko hapa, ndiye kijana mkubwa wao. Alafu kuna kijana hapa yuko kazini. Alafu Cynthia ni number 3 wetu. You can see she's the only girl. Alafu Lewis number 4. Alafu huyu ni Nimrod na huyu ni Dan, anatufungia hiyo sekta. Haya, mnaweza kuketi. Broma. Hawa ni gogo wetu. Huyu ndiye mama ya baba. Alafu huyu pia ni gogo. Alafu hawa ni mama zetu. Na huyu ni mama yetu mkubwa. Nadhani nimejaribu mpaka hapo. Huyu naye ni mama yetu. Sengezi. Mashangazi wangu. Wajomba. Ambao Cynthia anawaita wajomba. Wale ambao wanaita, nilikuwa nimewaambia wakuje wote, so sijui nashangaa kwa nini wamekaa. Because mungenisaidia hao watu wote wakuje hapa mbele. Kama mnajua kwamba mnaitana kitu na Cynthia, tafadhali unirahisishie pia. Huyu ni mjomba wetu. Huyu ni mjomba wetu anaitwa Luke Ngenyi. Huyu ni dada ya mama anaitwa Julia Serem. Huyu ni mjomba wa mama. Asante. These are our cousins. Nadhani wako wengi, ni timu kubwa. Cousins
tafadhali, these are our cousins wa Cynthia na cousin wetu pia. Asante. Alafu tumekuja pia na watu wa kanisa. Leo tumekuwa na kazi ngumu sana. Mtatusamee ikiwa hatukufuata. Unajua wanasema ukienda Roma fanya kila ambacho Roma wanafanya. Sasa wacha niambie tu kanisa wainuke, kisha watawasalimu, alafu pia na majirani. Kanisa, asanteni sana. Alafu majirani, asanteni. Sijui kama kuna mtu ambaye msahau. Nasikia hawako, lakini wamekuwa. Asanteni sana. MC, you can take over. Asante sana. Thank you very much for that part. Now, wacha nichukue nafasi hii niite wageni wa Cynthia ambao na vifiwa wengine watakana kuwa kazi saa moja ya siku ya leo. Wale wanafanya na kazi Cynthia Kisumu, karibuni, njooni hapa mbele. Introduce yourself. Thank you so much. Huyu mama ni kama Gladys Wanga, mnaona kweli? MC, naona uko mchokozi kidogo. Bwana asifiwe. Ile saidi mimi nasema tunasema aje? Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimefurahi sana kukua hapa. Tumetoka Kisumu. Tungekuwa wengi lakini hospitali inabidi So, hii ni mara yetu ya pili kukua hapa actually. Na tumefurahi sana kukaribishwa. The other time tulikuwa hapa sometime last year. Tukakunywa musik, tukakunywa chai, dadi akatukaribisha. And when Cynthia said that atakuwa anaenda mbele za Mungu kuchukua baraka za ndoa, tukasema lazima tukue. Because ile ukarimu walituonyesha together with the sister-in-laws, it was overwhelming. So thank you so much to this family. Congratulations to Cynthia and Gideon. And we are truly humbled and we wish you all the best in your union. This is the team that we have, colleagues, and we now turned to be friends. Thank you so much and God bless your union. Naitwa Masi Mohati, huyu anaitwa Rispa, Isaiah, Douglas, Emily, Steve, na Raf. Thank you so much. Kidogo tu mkiwa hapa simameni. Ule wa mwisho anaitwa nani? Haya. Ngoja kidogo. I'm made to address them as colleagues to Cynthia. Siku CPC ni maneno. Hapana ati madaktari wenzako, colleagues of Cynthia. Thank you so much. Nawasiti. Ama wanafanya mtihani lakini leo ni weekend. Kuna moja. Any teacher wherever you have, Bwana saidia okoa chasi. Ngoja kidogo, simama. Mko wengi. Wewe, madam simama bwana. Stand up. Hata mimi wacha nikae alafu nisimame. Hata mimi ni moja. So wale wengine wanafanyisha watoto mtihani. Kwa hivyo msijali. Asanteni sana. Basi mara hiyo narudi pande hii. Alex wakati ile mimi ni teacher qualified. Hi Alex. Where are you? Na usuri yeye ni mkubwa kwangu lakini anafuata instructions yake. You can tell these people one thing or one word. Maana ya qualified ni nini? Haya, tumsifu Yesu Kristo. Mimi sina mengi. Ni kuambia familia Gideon. Sasa nyinyi tumeunganisha, mmekuwa familia na mmekuwa sasa mnaweza kujitegemea. Mnaweza kujitegemea. Nyinyi sasa ni majirani wangu. Karibuni tuishi pamoja. Sina mengi kwa Cynthia. Wewe ndio unakuwa mama mkubwa hapa. Itabidi ufanye kazi mingi. Kuna kazi mingi ambayo inafanywa. Wewe kuna ng'ombe, kuna shamba.
kuna kazi yako, utajipanga vile utaweza kufanya. Mimi nilipooa, hata mzee alikuwa kama mimi, lakini bibi yangu alitunza mzee siku yote, mpaka walikuwa wanaanza kunisengenya hao wawili, wanaanza kunipanga. Kwa hivyo ukiungana mimi tunaweza ona hii jamaa kama atakuwa na shida. Basi karibu. Mpigia hiyo. We are a living testimony of the same. Baba yake ambaye ni baba yangu walikuwa hivi. Huyu anaweza sema kitu lakini akimaliza kwenda pale hawa anabadilisha katiba pande hii. Sawa, mimi nilikuwa mdogo nasikia tu akase. By the way, Gideon, your father is my role model. Let me tell you today, in the marital life, unajua we have so many role models. The way you have dressed today, you are very smart. Kuna mwalimu ameadmire kukaa vile unakaa. That will be a teacher, professional role model. Kuna ile ya kula atakuwa role model kwa maisha ya ndoa na kadhalika. Mtoto hana ndani nichukue. Anakuambia, na baba yake atafanya nini? Mimi nasikianga by colleagues huko. Kama mimi payslip yangu ni yangu. Everything else ni ya baba. Ukisikia mwenye anakuambia hiyo, ona, pige U-turn kutoka kwake bila kumwambia. Mkutane tu kwa kazi na mumalize ya kazi. Basi, aya. Ameja Guren Esther kuwakilisha kanisa. Esther, ni mwarama hiyo. Cynthia kwa magai kasi. You have kofia mbili. Na hiyo unajua, hata unajua tulishaambia wewe kitambo. Sifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Alena ngalale kutita palenji. Ama chawe kongoi ngtume. Nepkityo. Kongoi kibore tomo kayotwe kanisa. Kilechini kiichin kicham kulen boisiek eng kiichin kakinyoru tumdo kiichin. Kemache keichi kaniset kou noto. Kongoi mising eng berutab Jesu neo nekakerani. Akamache aker akoi ntun awasitu boisionik chekororon. So en betusiek chechutok kiwendi ko kirgit kalyet ak mieindo ak chomyet eng kaita koboto kokwet. So ko notok nekamwaiwo kapkityo akonyit sigik chebo kimasin ak kimasin. Mopchei, mami betut nekepchee angoit chebo kabilyole acha anyun. Angu kasyo kajana nyorani kole kasyo nena na acha Cynthia. Kainam konama kolito makitwau lekitoru simararun gogo simararun mararu tukun nesinye komi Jesu. So matinye ngalek ngoberurak Jehova koite bolin ole korubu akere kororon ing kamati ile tinye ngalek kocha ami wo ngale ningenanye haya. Asante sana. Haya. Cynthia, Alex amesema sasa wewe utakuwa jirani. And you know I've been coming here but sijai enda hapa na sijai kula. I think nimai kula. From today I'll be free. Unajua umequalify paper 1 na paper 2. Ile paper 1 ile marriage ya kwanza na hii ilikuwa ya pili. So paper 1 na paper 2 sasa mimi nakuja. Haya, asante sana. First born wa kina Gideon nimeombwa kwa unyenyekevu aseme neno moja. Kwa mawaida. Yeye ndio captain. Hata unaona huyo jamaa ako hivi, hakuna mtu hapo. Mtu ndio huyu hapa. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Inaitwa Emily Kogo. Mimi ndio first born nyumbani. Kwa leo sitakuwa na mambo mengi. Nataka kukuambia tu Cynthia, karibu nyumbani. Na familia ya Gidi, congratulations. Sherehe yenu imefana. So tunasema tu karibuni nyumbani sasa. Cynthia, nafikiri tumekaa umejua area sasa. Hakuna kitu bado tunakufunza, si ndio? Labda ya kanisa tu ndio ulikuwa hujamalizia.
lakini kanisa umekuwa ukienda. Kwa wageni wetu tunataka kusema asante sana, hasa kwa wazazi wa Cynthia. Mlemlea mtoto wenu vizuri sana na leo mmetupatia official. So tunataka kusema asanteni sana na Mungu awabariki. Pia pamoja na hiyo kanisa pahali ametoka, tunataka kushukuru sana. So kwa leo majirani pia asanteni kwa kuja. So kwa leo sina maneno. Alengitiwa sai itagati ngakicho mingot. Nafikiri majirani mnajua tunampenda, si ndio? Wageni kutoka Kisumu, najua tunampenda. Hata mmesema. So karibu sana. Wewe sasa ndio mzazi wetu. Kaa kabisa. Vile baba alisema Gidia akifanya hivi, hata sisi tuko. Sawa? Asante. Asante sana. Huyu ameongea ni captain wa hii boma na pia ni chief, lakini sio chief ya hii boma. Kwa hivyo akiwaambia mlilea mtoto vizuri, ameassess yeye round. Pamwa kazi? Tabu kama tamwa part na kama tade mlilea mzuri hata sisi kitu. Kokigoroki lakini anasema round. Cross the floor. Niko pande hii mwalimu. I'm looking in the rain and I'm looking in the cake. Bas, Bwana asifiwe. Nataka kualika watu wafuatao ambao wataongea. Nataka kualika Senge mmoja, alafu na Anko Luke, karibu. Keko tayari. Kama uniform yako. Kata ndege anza kwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hata nami nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ametuongoza, ametulinda, tumefika hapa siku ya leo. Mimi nasema asante kwa jamii ya kina Kidi kwa kukaribisha Cynthia hapa na kumpenda vile mmesema. Hata kwa matendo inaonekana. Tunasema asante. Cynthia, mimi nakwambia pongezi. Nasema asante kwa hiyo hatua yenye umechukua. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na pia tunawaombea vile mmeanza hiyo maisha, Mungu awatangulie. Kwa sababu tunajua hata mkianza ndoa bila Mungu kuwa ni ngumu, na lakini mkimtangulia Mwenyezi Mungu katika kila neno mtakuwa sawa. Mimi ni maombi. Cynthia, kuna vile waliongea huko kanisani, nataka nirudie. Walisema mtu ni tumbo, utunze msee na tumbo. Na huyo msee tena nataka nimwambie, hautatunzwa bure kama utaleta. Ukimletea atakutunza, hatakosa kutunza. Na vile mimi nakuona, wewe sio ule mwenye unaenda kwa maduka ukaya na ukirudi chuoni unasema unataka chakula ni uchaleta. Hapana, wewe sio mtu kama huyo. Unaonekana wewe utalete chakula kwa nyumba. Na vile naona Cynthia walisema mwanamke ni mavazi, nywele, kila kitu. Na hiyo inaonekana. Cynthia uko smart. Na sisi tunafurahia kukuona hivyo. Sitaenda kwa mengi. Nashukuru kanisa nililea Cynthia. Kanisa mpokea. Tunajua kuna mafundisho ya kanisa na ataendelea kuwa hivyo. Asanteni. Wacha ni wasalimu nyote, hamjambo. Bila injili nenda. Kwa majina ni Luke Ng'eny, Cynthia, na tunafurahi vile mmetualika hapa na tumekaribika sawa sawa, na yote tunasema asante. Hapa tu ni kazi. Cynthia na mmeo mfanye kazi. Mnajua mkifanya kazi hakuna siku utajifukuza. Unaenda kufika hapo unafikiria mayai unarudi. Unaenda unafikiria hapo unarudia maziwa. Nani atakamua? Unarudi. Lakini kama hakuna kazi utaenda Kongwe.
Asante. Kabla sijamkaribisha mama, nataka watu wawili wakuje hapa haraka haraka. Una wave tu. JKK na assistant chief. Nawapa nusu dakika pengine kila mmoja. Basi asante sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkono namna hii, basi hiyo ni lugha ya mwanasiasa. Mimi naitwa Mheshimiwa JKK. Mimi nimekuja hapa ingawa ilikuwa sherehe. Mimi kidogo nilikuwa na husunika, nimepotesha kura moja ambaye imeama kukuja na upande huu, si ndio? Kama mwanasiasa sasa, wa jamaa wenye waka hapa nataka munoe makali, wakati tunaenda nyumbani mnaongeza ingine kwa boot, tuna balance hiyo maneno. Mungu awabariki sana. Basi nachukua fursa hii na salimu nyote, mjambo. Jamge, jina ni Julius Kurgat, naibu chief wa Cynthia Chepkoech, na pia kwa wakati huu ako na chief wake ambaye ni Madam Karo. So nimefika mahali hapa tushuhudie harusi ya Chepkoech, nikithibitisha kwamba Chepkoech alipokuwa kule nyumbani katika ile hali ya kukaa na wananchi, hakuna wakati alipatikana na kosa mpaka apate kuhukumiwa. So rekodi yake kule ilikuwa sawa. Pia katika sehemu hii nimepata habari ya Gideon kutoka kwa chief wake ambaye ni Madam Karo, nafikiri wako njiani anakuja. Nasema rekodi yake iko sawa, iko tiki. So hawa familia ambao wana makosa wanatii sheria. So kwa hayo mingi nawatakia mema, na jinsi hawa wamenena, at least familia Kenya inahitajika ni yale ambayo mmeelezwa nao, na mengine mtaipata mbele. Asanteni. Asante sana. Mama akijitayarisha, hata mimi nataka kusema kitu kidogo tu kuhusiana na Gideon. Najua watu wengi hawajui, lakini Gideon, nitatanguliza kusema kwamba mipango za Mungu ni nyingi, na pengine mtu ataniuliza namna gani. Wakati nilipokuja mwaka wa 2011 nilipojiunga na chuo, that is campus Eldoret, tulikuwa huko West Campus, na siku ya kwanza tu wakati niliingia tukajuana na huyu jamaa na tukaishi na yeye kwa miaka 4. Hiyo story nyingine na namna walivyojuana ni story ya siku nyingine kwa sababu ya Nomulo. Ni wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo? Mko wazima? Kwanza nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupangia siku ya kipekee. Yeye ndiye ana mipango yote. Hatukujua kwamba tutafika kama siku ya leo na tuweze kufanikisha siku hii, ni yeye ndiye ametuwezesha. Jambo la pili nataka tu niseme kwa sababu ya hali ya anga kwamba mimi ni mzazi na nimefurahi kwa sababu mtoto anapozaliwa ni Mungu ndiye anampangia. Mungu alijua Cynthia atakaa katika boma hili. Cynthia, leo tumekupeana kwa mikono miwili. Umeingia katika boma hili, umeingia katika kanisa la Katoliki. You do what the Romans are doing. You've come here, sisi tumekupeana. Babangu kitambo ulikuwa ukiambia ninakuja nyumbani, baba anakuambia unakuja saa ngapi? Saa 6. Anatengeneza chakula saa 8 anakuambia rudi kwako. Nafikiria mimi ilikuwa ni mfano mzuri, hata mimi nitakuwa nikifanya hivyo. Utakuja kunisalimia, alafu nitakufungua ukuja haraka katika nyumba yako ili ukaweze kusimamisha nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninapenda sana Yesu kwa sababu ndiye amenisimamisha hadi siku ya leo. Ninasema tu wacha Mungu awabariki, awainue, awafanikishe katika hali zote. Asante sana, mbarikiwe. Kaba kiba mwai. Hiyo ni order number 1. Ngibunu Kisumu, hapana kila siku unapitia hapo unasema nakuja next week, kesho bunlanji, akitesta inyo hakuna kulala.
That is it. Aya. Keki. Niko kwa keki, nilisema watu kama wanakata keki kama wamevaa uniform wangekuwa wamesimama hapa ninawapea. Keki. Aya ya pili na ya mwisho. Nimeona assistant chief pande hii na niko na chief pande hii. Wa. Nilipea mtu. Apron yenye nilipea mtu yake. Wako nayo. Na nilitangaza hiyo mapema, nitawachapa saa hii. Nilitangaza mapema, ndakasirika. Haya nisikasirike. Nilipeana apron kitambo. So tumekuwa na assistant chief na mtarajiwa pande hii. Hata pande hii tuko nao, ni ile tu hatukuambia. Kuna mheshimiwa hapa. Niko naye pale. Wewe simama wakuone sura tu, hatukuleta kupangalia ile uzoku. Mimi nilikuwa na mheshimiwa nani? Mtarajiwa. Riko Mr. Ben. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya hali ya anga, pia mimi nilikuwa kwenye kinyang'anyiro mwaka wa 2022, lakini 2027 zinakuja, mtanikumbuka. Simuona mambo vile inaenda mbaya pamoja. Asante sana, simpigie makofi. Haya mimi na hand over sababu bado tutaenda paka kwa Mandago huko na paka huko Siaya County na kadhalika. Haya. Keki, maonyo uniform. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Wakati wa keki na tutachukua muda. Nataka tujiintroduce kwanza. Mimi ni Eve Koskei na mimi ni mwalimu wa Gideon na Victor. Kwa ufupi tu nataka kusema Victor akiwa high school alikuwa president ama alikuwa captain. Alafu Gideon alikuwa class prefect. Na naona wamekuwa marafiki tangu siku hiyo. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu siku ya leo nataka nikate keki yao na nione jinsi ambavyo niliwafunza na wanaendelea vizuri. Acha nimkaribishe mwenzangu ajitambulishe. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi kwa jina naitwa Vivian Chelangat na mimi ni mwalimu. Nimekuja hapa ili kuwapongeza wenzangu. Tunashiriki pamoja katika kanisa la Karoli Lwanga. Pia tunashiriki pamoja katika jumuiya ndogo ya St. Andrews. Pongezi. Kwa hivyo DJ nataka wawekee wimbo. Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu, tunasema ni asante. Tunakuja mbele zako tukileta keki mbele yako, tunaomba uweze kuibariki, tunakwenda kutumia mambo ya machache Asante kwa maombi. Hello baby, so unajua siku kuu ni leo. Hello baby, so unajua siku yetu leo. Hello baby, so unajua na kuoa leo. Hello baby, kile keki twalikata leo. Hello baby, baby, baby. Well, when you sweet pie, my choma, my sweet angel, my oxygen, yo. Say yes I do, baby, baby, yes I do. Say yes I do, baby, baby, yes I do. Say yes I do, baby, baby, yes I do. Yes I do.
sio rahisi, tatazama pia sio rahisi. Nahisi nimepelea sana, kweli hivi sio kawaida. Bado hujaachia muda, unaniteka unaniba. Kama nyumba ni room moja, fikisha room 5. Sawa? Sio ni sawa? Kama chai ni eka moja, ongeza ifike eka 3. Kama watoto walikuwa 6, fikisha kitu kama 10 hapo. No. Nashukuru kwanza, ninashukuru kanisa kwa kukubali kuwafungulia hawa. Sisi mainjinia tunasema baada ya road test tumewafungulia, sasa gari iende kazi. Karibuni kwa club ya wewe, najua umetest iko sawa. Ya pili, kama umetusaidia kwa chochote, kama ni kiti, kama ni hema, kama umetusaidia kurokota mchele, chochote yenye umeshika na mkono yako, Mungu akubariki. Asanteni sana. Ya tatu, asante Alex kwa kutukubalia tukuje kwa compound yako. Mungu akubariki na uzidi kuwa na hiyo roho. Asante sana. Tunawatakia mema na kila wakati tutawaombea ili muishi na maisha marefu na maisha ya furaha. Asanteni sana. Mungu awabariki. Alishinda hapo meet question yangu ameepa. Haya. Pastor kutoka pande hii. Kwa unyenyekevu aje atuombee alafu tupeane zawadi. Kaigai. Koskei, asante sana kwa kutukubalia tufanye inaitwa shooting photo or photo shooting. Wale watu mlikuwa tunangoja walikuwa wameenda kwake. He has a very good compound, wacha nitangaze. Sina uwivu. Walienda piga picha baada ya kwenda town huko kutafuta mahali ya shooting. Na ngoja pastor hapa. Haya, ameniambia nichongee. Koskei, asante kwa kutupatia compound yako tufanyie shooting photo. Tuamini tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Asante kwa sababu ya yale makuu umetenda. Yale mwanadamu aliona haiwezekani kwako iliwezekana. Asante kwa shughuli zote ambazo zimetendeka siku ya leo. Ni ya baraka, tunasema asante. Falme, tutaachana kimwili, kiroho tutaombeana. Safari mikononi mwako. Najua ya kwamba watumishi wako watatumia vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu. Baba, naomba rehema za usafiri. Asante maana umetenda hivyo. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen.
Aganes chongo, agana swere, aganes indugutwa. Yanza welinde mama wechunge nenda vanduva usava. Yanza welinde mama wechunge nenda vanduva tama. Yanza uninde na njelele titi kalundo. Yanza uninde na njelele titi kalundo. Baida, baida, mwana inyanya, mwana mabele, mwana ingumbu. Yanzo mudara mukato, mudara mupango, mudara mubwaba. Tumisa mubesimu, I swear, onange mubebi, I swear. Onange mubebi. Usimema kima kumoyo